Kwa sasa hivi inaweza ikaonekana kana kwamba hawa watu hawana maana katika taifa hili na wamekuwa ni dhamira zao zilikuwa mbaya, wachochezi. Lakini mimi nataka nikuambie, nitazungumza hadharani, nitazungumza kwa msimamo na hadharani bila uoga, ni kwamba nikimzungumzia Mange Kimambi, mimi namuona kama ni chaguo la Mungu katika taifa hili kwa upande wa masaa yetu na majira ambayo yamejitokeza katika taifa hili. Kwa sababu hata kama kunako mambo ambayo anakinzana na wewe, lakini ukitazama kwa muktadha mzuri wa fikra na uzalendo pamoja na akili na ukiroho zaidi, ukichungulia vizuri, ukimwona huyo binti amenyanyuliwa Tanzania kwa kusudi la Mungu, kujaribu kuifanya serikali ya Tanzania ipate kurudi kwenye msingi, ipate kurudi kwenye stable ambao njia iliyokuwa sahihi walikuwa wanaelekea kubaya, wanakwenda kubaya, wanawapeleka wananchi kubaya. Na maana huyu binti sasa amekuja ni kama kuamsha Watanzania na kufanya utawala unaokuwepo na utakao kuwepo ukae kwenye njia nzuri, kwenye position nzuri ya kusimamia haki za wananchi na Watanzania kwa ujumla. Kwa sababu bila huyu binti, na maana serikali yetu Tanzania na watawala wengine wa bunge na wengine wasingeweza kufikia hatua ya kuweza kufanya vitu kwa kuogopa. Kwa hiyo tunakuja kugundua kumbe huyu dada na hawa wengine wakina Nuruvazi, kina Dickson ni watu ambao Mungu amewachukua kwa huu muda kwa makusudi ya kuwasaidia Watanzania wakae katika maisha ya amani, wakae katika maisha ya furaha. Kwa hiyo hawa watu wasihesabike kama waasi, wasihesabike kama walikuwa na dhamira mbaya, wasihesabike kama walikuwa na dhamira mbovu isiyokuwa na msingi mzuri katika taifa la Tanzania. Hata kama lile lengo lililokuwa linatakiwa lifanyike limeshindikana, inawezekana kwa njia mbaya au kwa njia ya mabavu au kwa njia ya wema, kwa namna yoyote, lakini kiukweli taifa hili litakuwa limepitia kipindi cha kujifunza, kwa sababu hawa ndio wamesababisha taifa hili, viongozi waliopo, watawala watakao kuja wapate nafasi ya kujifunza, kwa sababu kipindi kimesababisha mioyo ya watu wengi wameumia, mioyo ya watu wengi wamejifunza, watawala wamejifunza. Sasa wakina nani wamesababisha watawala wakae kwenye position kama si wakina Mange Kimambi? Wasingekuwepo wakina Mange Kimambi, je, hawa watu wangekaa kwenye position? Kungekuwepo na mbunge anakaa kwenye nafasi yake, akatetea nafasi yake vizuri kwa kufuata mfumo ambao wananchi wanautaka, na endapo kama haujakamilika na haujapatikana bado anaudai. Manake hata kiongozi yote anapoendelea kuingia kutawala ataendelea kusimama kwa hofu, kwa sababu kuna upinzani mkali kama wakina Mange Kimambi.